Tunaendelea na Wizara ya Kilimo. Sasa namuita Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Wizara imefanya jitihada za kuhakikisha kiwanda cha chai cha Watco kinafunguliwa, ambapo kampuni ya Watco inayosimamia kiwanda hicho imepata mkopo ambao umetumika kulipa madai ya wakulima, wafanyakazi na watoa huduma wengine. Baada ya malipo hayo, hatua inayofuata ni ufunguzi wa kiwanda hicho ambacho kinatarajiwa kufunguliwa ifikapo tarehe 2 Machi mwaka 2026 baada ya kukamilika kwa usafi na ukarabati. Asante Mheshimiwa Suma, maswali ya nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza niipongeze sana serikali kwa hatua iliyochukua kwamba tarehe 2 mwezi wa 3 2026 kiwanda cha Watco kinakwenda kufunguliwa. Ninashukuru sana kwa kuwa mmeelewa vizuri shida ya wananchi wa wilaya ya Rungwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, nina maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanawake wa wilaya ya Rungwe pamoja na wananchi kwa ujumla wamezoea sana kuamka saa 11 alfajiri kwa ajili ya kwenda kuchuma chai, maana hiyo ni sehemu ya ajira yao. Ajira hiyo sasa hivi imekuwa kama ni ndoto kwao, kwa sababu kiwanda cha Chivanje kimefungwa sasa hivi, ni miaka 2 imepita. Sasa je, ni lini serikali itakwenda kufungua kiwanda hicho cha Chivanje? Swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hicho kiwanda cha Chivanje, kwa sababu kipo kwenye tarafa ya Pakati na Watco iko kwenye tarafa za huku Ukukwe na Tukuyu mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakulima wa wilaya ya Rungwe wanalima mazao mengi ikiwemo pamoja na zao la parachichi. Bei elekezi ya serikali kilo ya parachichi ni shilingi 2500. Lakini sasa hapo katikati wameingia watu ambao wanaitwa madalali ambao wanawaumiza sana wakulima wa wilaya ya Rungwe, ambapo wamepelekea bei ya kilo ya parachichi shilingi 1200 mpaka 1500. Inaleta hasara kubwa sana kwa wakulima. Sasa je, nini mkakati wa serikali kwa kwenda kusimamia bei hizo ili wananchi wa wilaya ya Rungwe waweze kupona? Asante Mheshimiwa. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kifupi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimpongeze dada yangu Suma Fyandomo kwa maswali mazuri, lakini kwa ushirikiano ambao amekuwa akiufanya na mbunge wa jimbo husika ni jambo jema. Jambo moja ni kuhakikishia kwamba kila hatua tunayofanya sisi serikali ni hatua. Hatua ya kwanza ni kufungua kiwanda cha Watco ambacho kilikuwa na changamoto ya muda mrefu. Baada ya hapo manake tutahamia katika hatua inayofuata kwenda katika eneo la kiwanda cha Chivanje. Yote haya ni kuhakikisha kwamba wakulima wanauza chai yao, lakini kina mama katika ile ajira ambao wamekuwa wakipata ya kuchuma chai inaendelea. Kwa hilo lipo katika mipango ya serikali na tutalitekeleza kwa hatua. Kuhusu parachichi na hao madalali ambao wamekuwa wakifanya hiyo kazi, maelekezo ya serikali yako pale pale. Bei elekezi ndio ambayo inatakiwa ifuatwe kwa wanunuzi wote wa parachichi, na ndio maana sisi serikali tumekuwa tukisisitiza wakulima kujiunga na vyama vya ushirika ili wawe na nguvu ya pamoja katika kupigania bei ambayo sisi tumeiainisha. Kwa hiyo kwa sababu umeitoa hapa kama taarifa, na sisi tutaendelea kufuatilia ili tuhakikishe ile bei ambayo imetolewa inafuatwa na wanunuzi wote. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.